Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Hii ni TV Haki na Ukweli. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wasallimu taslima kathira. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliotuwezesha kuamka siku ya leo. Ni siku ya Jumapili. Basi leo sina maneno mengi sana, ila ujumbe wangu ni kwamba kwanza nishukuru ndugu zangu wa Tanzania wale wanaepigania haki na ukweli. Kwanza wasife moyo na wapongeza sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu kaongea wazi kwamba yoyote atakayepigania haki yake akifa anakufa shahidi. Na kidogo tena na wanajeshi wale wanayejihami kwa ajili ya kuwasaidia wale wananchi, jeshi la wananchi nalopigania ile haki, nalo nalipongeza sana. Ila kwa wao kuna mageugeu, wengine hawataki. Basi wasiotaka na wasikitika sana. Sasa nataka kuwaelekeza wazi kwamba wale wasiotaka wasije wakakubali kusema kwamba Tanzania rais wao kawaamini sana, kwa sababu yule rais kawasaliti. Kwa nini niseme mwasaliti wanajeshi wake? Rais yoyote anayekubali kutokuamini wanajeshi wake akaendea jeshi la nje bila matatizo yote kwa ajili ya wananchi wake, bila vita yoyote, lakini matatizo kidogo kawaendea wanajeshi wake, wanajeshi wa nje kuja pale Tanzania kuja kuwaua raia wake, ahakikishe wazi kwamba huyo rais ameshawasaliti wanajeshi wake. Sasa vipi watakuwa wanaishi na rais huyo? Na la pili, rais yoyote ambapo hakubaliki na wananchi sio rais. Ataongoza vipi? Kwa sababu rais ili aongoze wananchi, sasa ataongoza vipi wananchi? Na rais yoyote yule endapo kama amepiga kura peke yake, hana mgombea, asija kajisifu kusema nimepita 97% au 94% au 100%. Yeye hajashinda kwa sababu hakuna na mgombea yoyote, alikawepo yeye peke yake. Kwa upande wa wanajeshi, samahani sana, mkuu wa wanajeshi wa Tanzania, jiangalie sana. Kwa sababu nini? Huyo naibu wako mbele aweza kukugeuka. Tembee, mwogope sana huyo naibu wako. Wewe usiwe na imani sana na huyo naibu wako, kwa sababu sio mwenzako huyo. Kwa hivyo jeshi lolote linalotaka kuwa imara lishikamane na wananchi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.